itakuwa na watu waliochaguliwa, kama itakuwa ni demokrasia nzuri, watu waliochaguliwa, kiasi kwamba hata wewe ambaye ukumchagua fulani, lakini kama uchaguzi ulikuwa huru na wa haki, na wewe unajisikia na yule anakuwakilisha, na yeye anajisikia na wewe unamwakilisha, hata kama akuweka kwenye kura yake akukupa wewe, kwa sababu ni mstakabali wa kuridhiana, ni mstakabali wa kukaa meza. Yani huwa anasema watu wanasema eti inatekelezwa ilani, huwa haitekelezwi ilani. Ukiona mahali wanatekeleza ilani, jua hapo hakuna demokrasia kwa sababu demokrasia maana yake ni kwamba kila mmoja ana matamanio yake, alafu mnakwenda kwenye sehemu ya maridhiano, kwenye halmashauri, kwenye bunge, ni sehemu ya maridhiano hiyo. Mnasema mimi nilifikiria hivi, mimi nilitamani hiki, basi tukubaliane kwa leo, kipaumbele ni hiki. Mkitoka pale hakuna ilani pale pale ni maridhiano. Sasa ukishasikia watu wanazungumza juu ya ilani yao, maana yake wamesahau kwamba kulikuwa ilani nyingi. Sasa kama kulikuwa ilani nyingi, mnakwenda kwenye sehemu ya maridhiano, halmashauri, sehemu ya bunge, maridhiano, mkitoka pale mnakuwa kitu kimoja. Mnasema bunge letu limesema, hamsemi tena ilani hapo mnazungumza juu bunge limesema, halmashauri imesema, na sisi wote tunaiheshimu bunge, na sisi wote tunaiheshimu halmashauri, na sisi wote tunaheshimu mkutano wa kijiji, sisi wote tunaheshimu mkutano wa wawakilishi wa kata au wawakilishi wa tarafa. Kwa hiyo ikishakuwa kwamba demokrasia ni duni, hata utawala wa sheria inakuwa shida. Ni kama hivi unaposema yani tunatekeleza ilani, hiyo ni kukosa kuheshimu sheria, kwa sababu sheria inasema mnatekeleza maamuzi ya bunge mnatekeleza maamuzi ya kijiji, mnatekeleza maamuzi ya halmashauri, sio ya chama kimojawapo, kwa sababu pale mnakaa pamoja na mnaridhiana, mkitoka pale mko pamoja, mtu kitu kimoja. Na mkishakuwa hivyo mtaishi kwa kustahimiliana, mnaishi kwa kuheshimiana, mnaishi kwa utulivu wa kweli. Na sasa hivi kwa mfano, kutokana na kutokuwepo demokrasia nzuri, kwa sababu ya kutokuwepo uchaguzi huru, matokeo yake wakati mwingine tunatiliana mashaka. Mimi nikizungumza nikisema 2 mara 2, huyu ni chama gani? Sasa 2 mara 2 ina uhusiano gani na chama gani? Nikipendekeza kwamba mtaro ule bwana tuchimbe kidogo, tuongeze kidogo, alafu tuufunike, unaweza ukaleta inzi au mbu. Unasema huyu chama gani? Sasa hii mambo ya chama imetoka wapi kwenye mtaro? Kama mnataka maji ya bomba kwenye mtaa, sasa maji ya bomba mtu akipendekeza iwekwe hapo katikati, wewe unasema hapo katikati si ni karibu na jamaa ambaye ni wa TLP. Sasa hii mambo ya TLP yametoka wapi? Kwa sababu ni maji tu mnahitaji kwenye mtaa. Kwa hiyo ninachosema, demokrasia duni itaathiri matamanio, ustawi na haki za wazee, kwa sababu na wazee ni sehemu ya jamii. Tena wazee ndio wenye kuathirika zaidi inapokuweko kutokuridhiana, kwa sababu kila mtu anamshughulikia wa kwake, kila mtu anashughulikia wa familia yake au wa ukoo wake au ile wanaita nuclear family yake. Sasa wewe mzee ambaye ndio umeshastaafu, unategemea hisani za watu, labda umekuwa unatembea, unahitaji mtu akubebee kitu. Sasa mkishaanza kugawanyika katika nchi, mkishakuwa mmetengana katika nchi kwa mambo ya uvyama unaotokana na kwamba hakukuweko chaguzi ambazo zimeridhiwa na hakukuweko maamuzi kwenye vyombo vya maamuzi yaliyoridhiwa, badala yake watu wanatekeleza hicho wanachoita ilani, yani ilani ya chama kimoja. Sasa je, kama mko vyama vingi na kama kwenye sehemu ya maridhiana mjaridhiana, hakuna mtu atakayeishi kwa furaha,
hakuna atakayefikia matamanio yake. Kwa hiyo na vile vile mahali ambapo kuna demokrasia, mara nyingi ndio hiyo nayosema utawala wa sheria. Kuna kitu kinaitwa watendaji, na watendaji wanatenda yale yaliyokubaliwa na wale wawakilishi. Wawakilishi ndio wanasema tupunguze kwako, tuweke pamoja kusudi tufaidi wote. Au watendaji wanatekeleza tu, lakini na watendaji lazima watokane na watu ambao ndio walitoa maamuzi. Kwenye kijiji kwa mfano, hamna sababu yoyote kwenye kijiji eti mtendaji au ameteuliwa na mkurugenzi wa wilaya au na yani, kwani kwenye kijiji pale kuna wastaafu, kuna vijana ambao hawajapata ajira, hivi amwezi kijiji akajitolea mmoja tena wakachangiana akawa mtendaji? Tena ni serikali kujibebesha gharama zisizo za lazima. Mtendaji wa kijiji kwa nini asitokane na kijiji chenyewe? Mtendaji wa kata kwa nini asitokane na kata yenyewe? Mtendaji wa tarafa kwa nini asitokane na tarafa yenyewe? Watu wa tarafa ile tena wanaweza wakachangishana wenyewe, sio lazima serikali kuu ijiingize kati. Hata na wilaya huyo mtendaji, yani halmashauri ingeweza kakaa kama kamati ikatoa tangazo la ajira kwa mtendaji wa wilaya huyo ambaye anaitwa mkurugenzi wa wilaya, akatafutwa mtu ambaye atakuwa anawasikiliza nyie, atasikiliza nyie watu wa wilaya ile. Hivyo hivyo na mkoa, kama mnataka kuweko na mkoa, hivyo hivyo na tarafa kama mnataka kuweko. Kwa hiyo inapokuwa hakuna demokrasia au inapokuwa demokrasia ni duni, kila mtu pamoja na wazee, matamanio yenu yatapata matatizo kwa sababu matamanio yenu yanajidhihirisha mnapokuwa mmekaa na kukubaliana, tuchimbe mtaro pale, tuchangishane, tuwe na bomba la maji, alafu mmoja mnamteua mmoja afuatilie, mtendaji afuatilie maamuzi yenu, kama ni ngazi ya wilaya, kama ni ngazi ya mkoa, kama ni ngazi ya kijiji, kama ni ngazi ya tarafa, kama ni ngazi ya wale wanakuwa wanawasikiliza nyie. Kwa hiyo mnaishi kwa amani ya ukweli, mnaishi kwa utulivu wa ukweli. Kwa hiyo wazee ni sehemu ya hawa watu wanaotengeneza jamii, lakini wao ni waathirika zaidi inapotokea matatizo haya ya udemokrasia duni, kwa sababu wao mara nyingi wanakuwa nguvu zimeshapungua, ndio wanahitaji msaada wa kila mmoja. Kwa hiyo inapokuwa kwa utulivu wa namna ile wa demokrasia, kwa utawala wa sheria, na utawala wa sheria ni pamoja na mahakama zinazotenda haki tumeona hapa katikati, unakwenda mahakamani, unakaa pale kama mzee, unajiuliza, Mungu wangu, yani huyu hakimu au huyu jaji hivi anarudi nyumbani na yeye anasali ila akirudi nyumbani ana swala 5 na yeye, au amesahau mambo ya kusali hivi, na yeye anarudi nyumbani anakwenda kwenye jumuiya kama ni Mkatoliki, anajisikiaje anapokuwa hajatenda haki? Au hata na hao wanasheria, kwa mfano wa serikali, anatunga uongo, anauleta pale, unamweka mtu ndani, anakaa na watu waliohukumiwa kunyongwa na hakuna anayejali. Yani watu wanaona sasa, ukishakuwa ni kwenye jamii aina hiyo na wewe ni mzee, unaumia tena zaidi sasa kwa kulinganisha. Unajua tatizo la mzee, anaumia zaidi kwa kulinganisha. Nasema jamani, kulikuweko nyakati tena za wakati wa chama kimoja ambapo kura ya mtu iliheshimiwa. Viongozi waliokuwa kwenye chama kimoja walikuwa wanataka kujua ni nani wametukataa, ni nani wamesema hapana. Viongozi walitaka kujua. Sasa hivi tuna viongozi ambao hawataki kujua yani unapokusanya wanafunzi ambao hawajafikia umri wa kupiga kura, ukawapanga wakajaza maboksi, wewe unataka kujua watu wanaokukubali? Wewe ujali, yani ujali kama unaishi kwa amani kweli? Yani wakati una uhakika kwamba yani wote wamenipigia kura,
ujanja unaofanya wote huu hivi, unajisikiaje unapozungumza kwamba sisi ndio tumepata ridhaa? Una uhakika mlipata ridhaa? kama mifumo ya uchaguzi yenyewe iko kama ilivyo sasa hivi. Unaposikia kwamba kuna kanuni inasema hairuhusiwi kuingia na simu ya kuchukua kumbukumbu ya matokeo ya uchaguzi pale kwenye kituo walichopigia, kwa nini? Sasa unajiuliza, unasema hapa kuna tatizo. Lakini ukiwa mzee inakuumiza zaidi, kwa sababu unajua huko nyuma hata wakati wa chama kimoja ambapo kura iliheshimiwa. Sasa unajiuliza, hivi tumetoka wapi mpaka tumefika huko? Kwa hiyo mzee anaumia zaidi inapokuwako demokrasia duni, tena wakati wa vyama vingi. Wakati ambapo tulipokuwa na chama kimoja, walau ulikuwa una uhakika watu, huyu anaitwa, huyu ni Jembe, huyu ni Nyumba, unasema Nyumba ndiye amepata bwana, au Jembe ndiye amepata bwana. Lakini leo hii yani kula yenyewe haijulikani nani amepata. Inamaanisha hata na wewe uliyeshinda, uliyetangazwa kushinda, una amani. Lakini sasa mimi mzee naumia zaidi, kwa sababu nalinganisha ilivyokuwa huko nyuma. Nasema hivi tumefikaje huko? Tumefikaje mpaka tunafanya vitu ambavyo havina afya, havileti kuleta amani ya kweli kwenye moyo, kuleta utulivu wa kweli kwenye moyo. Kwa hiyo kama nilivyosema kifupi, mimi nafikiri kadiri tunavyoshuhudia demokrasia duni na uchaguzi usio wa haki, ndivyo wazee tuna kazi ya ziada ya kuwatia moyo vijana wetu ambao ni rahisi kukata tamaa, kuwatia moyo kusema kwa uzoefu wangu, kwa niliyoyaona huko nyuma, kwa niliyoyasoma, kwa niliyoyasikia, hiki kipindi hata kikiwa kirefu namna gani kitapita. Wazee sasa hivi, hasa wazee wa Chadema, wako na kazi ngumu ya kuwatia moyo vijana kwamba hii kipindi cha giza kitaisha. Ni rahisi kukata tamaa, na kukata tamaa ndio kumezaa hata na wenzetu waliojisaulisha kilichotokea tarehe 27 Novemba kwamba yani kweli chama cha siasa ni cha kushika dola. Sasa ukishiriki alafu ukasaidia wale wanaoendelea kushika dola, usema wote tulishiriki, lakini actually kura zimeibiwa. Sasa wewe ukishiriki wakati kura zinaibiwa, sasa wewe ni ile kukata tamaa, yani ndio kuna kufanya wewe uanze kubishana. Na huwa nakutana na vijana wenzangu hapa, yani wazee mimi kama mzee nakutana na vijana wangu hapa wako kwenye vyama vingine hivi ambavyo vinasema vinashiriki, inasema inashiriki bwana, sisi lazima tukushiriki. Na wahurumia kama mzee, kwa sababu nasema umejisaulisha umesahau kumbukumbu kilichotokea 27 Novemba mwaka jana, juzi tu hapa. Hiyo ya labda 2020 unaweza ukasahau labda au 2019 unaweza ukasahau, lakini ya mwaka jana Novemba ukuiona. Sasa si tunahitaji kupeana moyo, kuwa na uvumilivu. Vijana wananiuliza sasa, baada ya hii kinacho uchafuzi huu halafu itakuwaje? Yani huko nyuma ndio kumbukumbu inasaidia hiyo. Huko nyuma TANU haikuwa serikalini, TANU haikuwa Legiko yani unapopigania kitu unakuwa haupo sehemu ya hicho kitu, unapigana kusudi huyu aliyeshika usukani asikilize au aone mawimbu yanatifuka, asimame, mkai pamoja, mridhiane. Na kwa kweli mimi kazi ninayofanya kubwa, na nitamalizia hapa ni kuwatia moyo vijana kwamba hali tunayoiona sasa hivi haiwezi kuendelea kwa muda mrefu.
hata hawa wanaojisaulisha, hata hawa wanaojifanya kama si wana bunduki hata na wenyewe ukichokonoa kidogo, na wenyewe wana mashaka, na wenyewe hawana uhakika, na unaona na wenyewe wanaanza kubaranganya, wanaanza kudonoana. Unaona watu waliokuwa na nyadhifa kubwa kubwa ndani ya chama tawala wanaanza kujitokeza na kuzungumza mambo ambayo usingetarajia wayaseme wao, na wenyewe wanaanza kusema mimi bana siwezi kushiriki katika kuhalalisha kitu ambacho kimeshapangwa. Yaani watu wameshapanga kwamba fulani atateuliwa, fulani atateuliwa, fulani atakuwa rais, fulani atakuwa mbunge. Hapo wewe unahamasishwa ushiriki, usidi wapige picha usidi wapige picha na kusema wote tulikuwepo, wote tulikuwepo, huyu alishindwa. Lakini etilizi walao kama watu wengi nao waona mtaani wanaosema mimi bwana nitamfuata askofu mmoja hivi aliyesema bwana, kulinda kula yangu nitakaa nayo nyumbani, nitailinda kwa wivu mkubwa nyumbani, sitakwenda kuitumbukiza kwenye box ambayo tayari lina mambo mengine, yani ambayo yameshatumbukizwa mle, kusudi na yenyewe ihesabiwe kwenye hayo mabox. Kwa hiyo kifupi, wazee tunaathirika sana, matamanio yetu yanapungua, haki hatupati, ustawi ni shida, lakini ni sehemu ya jamii nzima ambayo inakosa yote hayo, na inatulazimu peana moyo, kutiana moyo, kuhimizana kwamba historia inaonyesha dhuluma haiwezi